Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unapanga kukutana wakuu wa makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani wiki hii ili kujadili namna ya kuongeza uzalishaji wa mafuta nchini Venezuela. Hii ni baada ya majeshi ya Marekani kumwondoa madarakani kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Lengo kuu la mikutano hiyo ni kuyarudisha makampuni ya mafuta ya Marekani nchini Venezuela baada ya serikali nchi hiyo kuchukua na kutaifisha miradi ya mafuta iliyoko ikiendeshwa na makampuni ya Marekani takribani miaka 20 iliyopita. Hata hivyo, makampuni matatu makubwa zaidi ya mafuta ya Marekani ikiwemo ExxonMobil, Chevron na ConocoPhillips yamesema kuwa hajawahi kuzungumza na ikulu ya White House kuhusu kuondolewa kwa Maduro. Hili linapingana kauli ya Trump inayodai kuwa tayari amekutana na makampuni yote ya mafuta ya nchini humo. Vyanzo kutoka sekta ya mafuta vinasema hakuna mazungumzo rasmi yaliyofanyika hadi kufikia muda huu kuhusu kurejea Venezuela, iwe kabla au baada ya Maduro kuondolewa. Mikutano hiyo inayokuja inaonekana kuwa ya mwanzo kabisa. Utawala wa Trump una matumaini kuwa Venezuela itaongeza uzalishaji wa mafuta ghafi na mauzo ya nje. Venezuela ina akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani na mafuta yake yanaweza kusindikwa kwenye mitambo maalum ya Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kufanikisha hilo kunahitaji miaka mingi ya kazi ya uwekezaji wa bilioni ya dola kwa sababu miundombinu ya mafuta imeshaharibika sana. Ikulu ya White House imesema inaamini makampuni ya mafuta ya Marekani yako tayari kuwekeza Venezuela, ikilaumu uharibifu wa sekta ya mafuta kwa utawala Maduro. Makampuni husika hayakutoa majibu ya haraka kuhusu swala hilo. Baadhi ya wakuu wa sekta ya mafuta wanasema makampuni hayapendi kujadili mipango ya uwekezaji kwa pamoja kwa sababu ya sheria ya ushindani, yani antitrust, ambazo zinazuia washindani kupanga mambo kama uzalishaji au muda wa uwekezaji kwa pamoja. Kwa upande mwingine sasa, mipango hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa ikiwemo ukosefu wa miundombinu ya mafuta, kutokuwa na uhakika wa kisiasa, mfumo wa kisheria usio wazi na sera za muda mrefu za Marekani kuhusu Venezuela. Kwa sasa, Chevron ndiyo kampuni pekee kubwa ya Marekani inayoendelea kufanya kazi Venezuela, ikisafirisha takribani mapipa 150,000 ya mafuta kwa siku kwenda Marekani. Exxon na ConocoPhillips ziliondoka Venezuela baada ya miradi yao kutaifishwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Hugo Chavez, na hadi leo bado zinadai fidia ya mabilioni ya dola. Baada ya Maduro kukamatwa na kupelekwa Marekani kwa tuhuma za biashara ya dawa za kulevya, Trump amesema kuwa anatarajia makampuni ya Marekani kuwekeza pesa nyingi kurejesha uzalishaji wa mafuta wa Venezuela ambao umeshuka sana kwa miaka 20 iliyopita. Habari hiyo inawafanya wawekezaji kuwa na matumaini makubwa zaidi. Hisa za makampuni ya nishati zilipanda huku Chevron ikipanda kwa zaidi ya 5% na ExxonMobil kwa zaidi ya 2%, licha ya Marekani kuendelea na marufuku embargo ya mafuta Venezuela. Kwa kifupi, kuna ndoto kubwa za kiuchumi, lakini pia changamoto kubwa za kisiasa, kisheria na kiusalama kabla ya mafuta Venezuela kurejea kwa nguvu kwenye soko la dunia. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.